Ni mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media, niko hapa kukujuza yale yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa mtazamaji, kufuatia hali ambayo inaendelea Mashariki ya Kati kwa hivi sasa, viongozi wa majeshi ya Pakistan pamoja na Lebanon leo hii wamekutana mjini Rawalpindi nchini Pakistan ili kuzungumza na kujadili kwa kina kuhusu ushirikiano wa kijeshi wa mataifa hayo, lakini pia hali halisi ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati inavyokwenda. Ripoti inaeleza kwamba viongozi wa majeshi ya Pakistan na Lebanon wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi zao kufuatia mkutano uliofanyika Jumanne mjini Rawalpindi, Pakistan, wakati juhudi za kimataifa za kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati zikiendelea. Mkuu wa jeshi la Lebanon, Rodofu Haikal, alikutana na mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, ambapo walijadili hali ya usalama wa kikanda, ushirikiano wa kiulinzi na njia za kuimarisha mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Jenerali Munir alisisitiza dhamira ya Pakistan ya kupanua ushirikiano wa ulinzi na jeshi la Lebanon. Ziara ya Haikal imekuja katika kipindi ambacho Pakistan inaendelea kuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran katika mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo wa miezi kadhaa uliotikisa Mashariki ya Kati. Irani imekuwa ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya amani lazima yajumuishe pia suala la Lebanon, ambako mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah yanaendelea. Lebanon imekuwa moja ya maeneo muhimu katika mazungumzo hayo ya amani, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete licha ya juhudi za kidiplomasia. Ingawa Irani na Israel zilionyesha Jumatatu kuwa zimesitisha mashambulizi yao kwa muda, mapigano nchini Lebanoni bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wajadiliani wako katika hatua za mwisho za kufikia makubaliano ya amani, huku akieleza matumaini kuwa mzozo huo unaweza kumalizika hivi karibuni. Vita vilipanuka baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel mnamo Machi 2, hatua ambayo ilichochea mashambulizi makubwa ya Israel ndani ya Lebanon. Taarifa zinaonyesha kuwa karibu watu 3600 wamepoteza maisha kutokana na operesheni za kijeshi na mashambulizi ya anga yaliyofanywa tangu kuanza kwa mapigano hayo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema makubaliano kati ya Marekani na Iran yalikuwa karibu kufikiwa kabla ya mapigano mapya kati ya Iran na Israel kuzuka tena mwishoni mwa wiki iliyopita. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa Aprili 17, jeshi la Israel linaendelea na operesheni zake katika eneo maalum ndani ya Lebanon karibu na mpaka wake wa kaskazini, huku mapigano dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah yakiendelea. Basi kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.